Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya kikatili. Simulizi ya vijana 4 waliotekwa, kuuawa na kutupwa kando ya barabara. Shuhuda wazazi waeleza ilivyokuwa walichukuliwa na watu wenye silaha pingu walioficha sura. Undani wa taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Fadhili Hiola mwenye umri wa miaka 19, Hassan Jumanne mwenye umri wa miaka 21, Abdalla Nyanga mwenye umri wa miaka 21 pamoja na Mikdad Abasi mwenye umri wa miaka 21. Nukuu ya Hadija Mamba, mama wa marehemu Hassan Jumanne, inasema walisikia mlango ukigongwa, wakaamini aliyetoka amerudi. Mkewe wa Dula alikwenda kufungua mlango, lakini alikutana na mwanaume aliyeshika silaha akiwa ameficha uso, aliyemwamuru arudi nyuma bila kupiga kelele. Kisha wengine wawili wakaingia na kuwafunga pingu na kutoweka nao. Habari picha inaonyesha baadhi ya ndugu na jamaa wakiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amani jijini Dar es Salaam jana, wakijadiliana kuhusu taratibu za kusafirisha mwili wa Hassan Jumanne ambaye ni miongoni mwa vijana 4 wa bodaboda waliouawa na miili yao kutelekezwa kando ya barabara wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani. Gazeti limeandika kicheko mishahara sekta binafsi ya paa. Dar es Salaam, serikali imetangaza kiwango cha chini cha mshahara sekta binafsi ambao utakuwa ni $258,322 kutoka $275,000, ikiwa ni ongezeko la 33.4%. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Wanawake wanaopitia haya hatarini kwa saratani, habari katika ukurasa wa 3. Raila alivyolala na heshima yake, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo.